Kama hakuna kurudiwa, wewe ni mtoto wa haramu. Roho Mtakatifu akufundishe kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya akafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Amen. Kama hakuna kurudiwa, wewe ni mtoto wa haramu. Na tunapozungumzia kwa habari ya mtoto wa haramu, maana yake mtoto ambaye si halali. Mtoto ambaye si halali. Mtoto ambaye si halali. Lakini pia ni vyema kujua maana ya kumrudi. Maana ya kumrudi maana yake ni kumuonya. Maana ya kumrudi maana yake ni kumwadhibu. Maana ya kumrudi maana yake ni kumrekebisha tabia pale anapokosea, ili aache tabia mbaya na awe na tabia nzuri. Kwa kama hakuna kurudiwa, maana yake kama hakuna kuonywa, kama hakuna kuadhibiwa, kama hakuna kurekebishwa tabia mbaya ili uwe na tabia nzuri, wewe ni mtoto wa haramu. Hakuna baba yote yule ambaye anampenda mtoto wake, ambaye atamwacha aishi anavyotaka, atamwacha aenende anavyotaka, atamwacha afanye anachokitaka. Na tunasema kwamba kama hakuna kurudiwa, wewe ni mtoto haramu, maana wewe ni mtoto usio halali. Lakini kama wewe ni mtoto wa halali, baba yako atakuonya, baba yako atakuadhibu, baba yako atakurekebisha tabia mbaya ili uwe na tabia nzuri. Uache tabia mbaya uwe na tabia nzuri. Tunaposoma kwenye Waebrania 12 mstari wa 6 mpaka wa 8, maandiko yanasema kwamba mstari wa 6 anasema kwamba maandiko yanasema kwamba maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi. Yeye ambaye Bwana humpenda humrudi. Na anaposema kwamba mrudi, maana yake humuonya, humwadhibu, wakati mwingine humrekebisha, wakati mwingine anaweza kapita mambo magumu ili ajifunze. Tunaona wakati mwingine wana wa Israeli walipokuwa nakosea, walikuwa wanapita kwenye magumu. Wakati mwingine maadui walikuwa wanainuka kinyume chao, wanawatesa kwa muda wa miaka kadhaa. Na Mungu wakati huo anakuwa amekaa pembeni, anawaangalia. Lakini je, walikuwa wanayapata hayo kwa sababu Mungu hawapendi? No, anawapenda na atamani kuishi hivyo. Lakini anataka ujifunze ili wasiendelee kuishi hivyo, angalau wajue kwamba tukiishi hivi matokeo yake yanakuwa namna gani. Kwa maandiko kwenye Waebrania 12:6 anasema kwamba maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi. Kwa Mungu, kwa sababu ya upendo alionao kwetu, huwa anatuonya, huwa wakati mwingine anatuadhibu, anatuacha tunapita kwenye magumu, anatuacha tunapita kwenye changamoto. Wakati Mungu huwa anaturekebisha ili tuache tabia mbaya tuwe na tabia njema. Anakurekebisha kwa namna gani? Mungu huwezi kukutana naye uso kwa uso. Atasema na wewe, atakuonya kupitia watu. Atasema na wewe kupitia wachungaji. Atasema na wewe kupitia watu mbalimbali wanaokupenda, ambao wanajua kwamba ukiendelea na tabia hiyo utaharibikiwa. Kwa hakuna baba yote mzuri ambaye anampenda mtoto wake, ambaye atamwacha mtoto wake aishi aende anavyotaka. Baba yote ambaye anampenda mtoto wake atamuonya, atamwadhibu pale anapokosea, atamrekebisha aache tabia zake mbaya awe na tabia nzuri. Na kwa sababu ya uzoefu wake anajua kabisa kwamba ukiishi hivi mwisho wako utakuwa ni mbaya, ukiendelea hivi mwisho wako utakuwa ni mbaya. Na mtu yote ambaye ni mnyenyekevu anakubali kuonywa, anakubali kurekebishwa. Lakini mtu ambaye amejaa na roho ya kiburi, nakumbuka kwamba roho ya kiburi asili yake ni shetani. Asili yake ni shetani. Kwa kama hakuna kurudiwa, wewe ni mtoto haramu. Lakini ikiwa wewe ni mtoto kabisa, kama wewe ni mtoto kabisa, huyo ni baba yako au huyo ni mama yako, utakubali kuonywa, utakubali kurekebishwa, na wakati mwingine utakubali kuadhibiwa. Wakati mwingine utaadhibiwa. Je, lengo la kufanya hivyo ni nini? Ili kukufanya wewe uwe mzuri zaidi, ili kukufanya wewe ufike kule ambako unatamani kufika, ili uwe na future nzuri. Kwa
maandiko anasema kwamba kama hakuna kurudiwa, wewe ni mtoto. Unaposoma mstari wa 8 anasema kwamba ambako ni fungu la wote. Na anasema basi mkiwa hamna kurudiwa, mstari wa 8, basi ikiwa mkiwa hamna kurudiwa, ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi, wala si wana halali. Kwa kama baba anakuacha uishi unavyotaka, hicho ni kiashiria mojawapo kwamba wewe inawezekana si mtoto halisi, si mtoto halali, si mwana halali. Lakini kama kweli wewe ni mtoto wake, huyo baba hatakuacha uishi unavyotaka. Atakuonya, atakurekebisha, na wakati mwingine atakuadhibu. Lakini lengo ni kukufanya uwe mzuri zaidi. Lengo ni kufanya uwe bora zaidi. Kwa kiashiria mojawapo, indicator mojawapo ya kwamba baba anakupenda ni kukurudi, ni kukuonya, ni kukukemea, wakati mwingine ni kukuadhibu. Hiyo ni dalili mojawapo kwamba baba yako anakupenda. Hataki uishi unavyotaka, hataki uenende unavyotaka, hataki ufanye unachotaka. Na anatamani uwe mtu mwenye mafanikio, anatamani uwe mtu mwenye mchango chanya katika jamii. Lakini ikiwa wewe unaachwa uishi unavyotaka, wewe ni mtoto haramu. Yamkini upo mtoto unanisikiliza, wazazi wako wanapokurudi, wanapokuonya, wanapokuadhibu, wakati mwingine wanapokurekebisha, ni kwa sababu wanakupenda. Na ndio maana maandiko kwenye Ibrania 12:6 anasema kwamba maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, maana yake kumuonya, kumwadhibu, wakati mwingine kumrekebisha, aache tabia mbaya, awe na tabia nzuri. Na ni moja ya siri ya watu waliofanikiwa. Ni watu ambao walikubali, walipoonywa walikubali, walipoadhibiwa walikubali, waliporekebishwa walikubali kurekebishwa, wakaacha tabia zao mbaya ambazo zingewagharimu kwenye maisha yao. Tunashuhudia watoto wengi wakiharibikiwa kwa sababu hawako tayari kurudiwa na wazazi wao, hawako tayari kurudiwa na wale ambao wanawapenda. Hawako tayari, mtoto hayuko tayari kurudiwa na babake, kurudiwa na mamake. Hayuko tayari kuonywa. Akionywa haonyeki, akiadhibiwa bado anaendelea na maisha yale. Akirekebishwa harekebishiki. Unakuta tunashuhudia kwamba kuna watoto ambao wameharibikiwa kwenye maisha yao kwa sababu hawakuwa tayari kurudiwa, hawakuwa tayari kuonywa. Walipoonywa hawakuonyeka, waliporekebishwa hawakurekebishika. Waliendelea kuishi wanavyotaka, waliendelea kuishi kwa kufuata wanachofikiri kwamba ni sahihi machoni pao. Kwa kama hakuna kurudiwa, wewe ni mtoto haramu. Kwa baba anapokuonya, mama anapokuonya, ni kwa sababu anakupenda. Baba anapokurudi, mama anapokurudi, kwa sababu anakupenda. Wanapokuonya, wanapokurekebisha, wanapokuadhibu, wakati mwingine wanapokuadhibu kwa sababu anakupenda. Narudia tena, wana wa Israeli walipokuwa nakosea, walipokuwa nakengeuka, Mungu aliwaacha wapite kwenye magumu. Wakati mwingine wale maadui aliwapa nguvu, wale maadui wakawatesa kwa muda wa miaka kadhaa. Lakini walipokumbuka, wakatubu, wakatengeneza, Mungu aliwarudia tena, akawainua tena, na mambo yakaanza kwenda sawa. Mungu akubariki usikize mafundisho haya. Yamkini wewe ni mtoto, yamkini wewe ni mtoto na wazazi wazuri ambao wanakupenda. Ni vema kujua wazazi wako watakurudi, kwa maana kwamba watakuonya, watakurekebisha, na wakati mwingine wanaweza kukuadhibu, sio kwa sababu wanakuchukia, kwa sababu wanakupenda. Wewe ni mshirika, uko chini ya mchungaji wako atakuonya wakati mwingine, atakukemea wakati mwingine. Lakini kama ukiwa tayari kuonyeka, kurekebishika, na hata kama ukikemewa, cha msingi ni kuchukua hatua ya kubadilika, utafika mbali. Lakini ukiwa na moyo wa jeuri kwamba unataka kuendelea kufanya hicho ambacho
mchungaji wako, mzazi wako amekwambia kwamba hicho usifanye, amekukemea, amekuonya, amekurekebisha, lakini haukubali, hautakuwa na future nzuri. Hautakuwa na future nzuri. Roho Mtakatifu akusaidie. Moyo wa unyenyekevu na uumbike ndani yako. Roho ya unyenyekevu na uumbike ndani yako. Na ikiwa kuna mbegu yote ya kiburi ndani yako, hiyo mbegu na ife kuanzia sasa katika jina la Yesu. Hiyo mbegu na ife kuanzia sasa katika jina la Yesu. Imeandikwa kwamba kila pando usilopanda Baba mbinguni litang'olewa. Ikiwa kuna roho ya adui iliyopandikizwa ndani yako, roho ya kiburi, roho ya jeuri imepandikizwa na adui ndani yako, ninang'oa kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Roho ya unyenyekevu na ingie ndani yako. Roho ya utii na ingie ndani yako, na itii ndani yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Amen. Mungu akubariki. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Usisahau subscribe. Lakini pia unaweza kuwashirikisha marafiki zako unaopenda. Ikiwa umebarikiwa na mafundisho haya, unaweza comment, unaweza like. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.